na ni vyema tukasema lazima ni wajibu wa kila Mtanzania kumkumbusha Mtanzania mwenzake wajibu wake. Na kiukweli kabisa tunapita katika kipindi cha kumchagua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kipindi cha uchaguzi. Kipindi hiki mara nyingi kinakuwa na wajuaji wengi, kinakuwa na wakosoaji wengi, na hapo mataifa mengine ambayo hayataki mema Tanzania ndio wanadumbukiza rupia yao kutaka kuona taifa letu tunaingia kwenye migongano isiyokuwa rasmi, kutaka kuona taifa hili ambalo lina amani toka limezaliwa. Sisi sifa yetu kubwa ya Tanzania ni amani, kulinda amani, utamaduni wetu, umoja wetu. Ni taifa ambalo linasifika kutokuwa na dini wala kabila. Wote tunakaa sehemu moja, tunacheka sehemu moja, na tuna maamuzi ya kushikamana wenyewe, sio kuambiwa tukashikamane. Wenzetu wanaamliwa hata upendo. Sisi taifa letu limebarikiwa kuwa na upendo wa kila Mtanzania anajua thamani ya taifa letu. Sasa tunaenda kwenye uchaguzi Oktoba. Tunaenda kwenye uchaguzi Oktoba kuchagua wabunge, kuchagua madiwani na kumchagua rais umpendaye. Na tumeona kila mtu anamwaga sera zake. Watu wanamwaga sera, na ninaamini katika kumwaga sera tunamwaga sera kwenye taifa lenye amani na utulivu. Hiyo opinion wanaita. Yaani hamna shida kabisa. Sasa niseme katika historia ya taifa letu. Katika historia ya taifa letu kwa mara ya kwanza tulipata Mheshimiwa Rais kutokana na katiba inavyozungumza. Kutokana na katiba, mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa history inaenda kuandikwa tena. Narudia hapo, history inaenda kuandikwa tena kwa maamuzi ya Watanzania kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndio rais wa kwanza atakayechaguliwa katika taifa la Tanzania kwa kupigiwa kura na Watanzania, lakini vile vile ndio rais wa kwanza kwa Tanzania ambaye ataheshimisha wakina mama wote kuwa rais wa kwanza mwanamke Tanzania. Naamini furaha waliokuwa nayo mama zetu wanapoiona picha Daktari Samia Suluhu Hassan, wanaona kabisa kwamba heshima ya mwanamke inatawala dunia. Naamini Oktoba Watanzania wanaenda kupiga kura. Naamini Oktoba Watanzania wanaamka kwenda kutiki. Naamini Oktoba Watanzania wanaenda kulinda sifa ya taifa lao. Na mimi nimetumwa sana. Toka majuzi wananipigia vijana mbalimbali wa taifa hili. Vijana mbalimbali, simu mpaka ina stack. Hali Steve, mbona usemi chochote? Tunasikia kuna kikundi tu cha watu wachache. Maandamano, naambia taifa hili hatujafika huko. Hatuwezi kufika huko. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ametuachia amani katika taifa hili. Abedi Amani Karume katuachia amani katika taifa hili. Mzee Ali Hassan Mwinyi alituachia amani katika taifa hili. Karume ametuachia amani katika taifa hili. Dr. Sheni ametuachia amani katika taifa hili. Jakaya Mrisho Kikwete ametuachia amani katika taifa hili. Na tukaenda mbali zaidi, Magufuli ametuachia amani katika taifa hili. Daktari Samia Suluhu Hassan analinda amani katika taifa hili. Ni jambo la msingi sana. Ni jambo la msingi sana wa Tanzania kujua thamani yao. Yawezekana binadamu tulivyo. Yawezekana umpendi Samia, Tanzania imekukosea nini? Kwa sababu sio kila mtu unaweza kumlazimisha mtu bwana mpende rais wetu, mpende. Kwa sababu anaweza katokea tu mtu mwenda wazimu kichaa akaona kwamba haya Samia umpendi na Tanzania imekukosea nini?
Tanzania imekukosea nini? Samia umpendi, na Tanzania imekukosea nini? Unaiadhibu Tanzania kwa kulinda amani na utulivu. Unaadhibu Tanzania kwa kuwa Mungu kaipa lile Tanzania lile, kaipa mikono na baraka zote za kulinda amani ya taifa letu. Tumeona hapa Daktari Samia Suluhu Hassan, tumeona, na tulidhani kwamba kuna miradi haitakwisha. Miradi imekwisha, kaenda viral sana. Miradi ilivyokwisha kaanzisha ya kwake, bado inaendelea kwa maslahi ya taifa letu. Tusije tukarudishwa nyuma na watu ambao hawapendi upendo wetu, muungano wetu. Wanaona shida sana kuwa taifa la Tanzania linasifiwa huko nje, kwamba jamani, mkitaka kuwa mfano mzuri ni Tanzania. Hawa leo wanasifia Tanzania kwamba Tanzania ni mfano mzuri wa bara la Afrika, mfano mzuri kabisa wa bara la Afrika. Umoja wetu, mshikamano wetu, hatuna dini, hatuna kabila, sisi wote ni wamoja. Leo wanatokea watu wapuuzi. Lakini nipipongeze hata vyombo vyetu vya usalama. Niwapongeze Watanzania wenyewe. Leo mnazungumzia maandamano Dar es Salaam, Biaramulo. Nani anajua mama yule yuko kijijini, mnataka kumpa dhambi tu kwa faida ya watu wachache waloa madaraka, wapuuzi, na watu ambao wanaojiona wanaumimi, wanasifa kusema sisi ndo tunafaa kuwa hapa. Na bahati nzuri, hii ni ukweli kabisa, bahati nzuri mimi nawaambieni, watu wanatumika kutaka kutugawanya. Tusikubali ndugu zangu. Tusikubali. Libya ile, tuna Somalia, tunajifunza mifano ya ndugu zetu. Mtanzania hana sifa ya kuandamana, Mtanzania ana sifa ya kushikamana. Twendeni tukashikamane, tukachague viongozi tunaowapenda kwa maslahi ya taifa letu. Mtanzania hana mawazo ya kuandamana. Mtanzania anataka kujua milo mitatu anapata, afya mama ya mtoto inapatikana, biashara zake zinakwenda, umeme unawaka, ndio, maji yapo, ndio, hospitali za kutosha, ndio, barabara zinajengwa vijijini na mijini, ndio. Tunataka nini? Tunataka kuishi taifa lenye amani. Vijana wa Tanzania hawako tayari. Na mimi ni waombe Watanzania wenzangu, hii karne ni karne yetu. Mimi na wewe Mtanzania uliokuwepo hapo mbele. Karne hii tumekabidhiwa na wale waliopita ambao wametangulia mbele ya haki. Wametukabidhi karne hii ikiwa nchi ya amani na utulivu. Na sisi karne hii ya leo ambayo tupo kama vijana, tukubaliane. Tukikabidhi kijiti, ingali tumekufa au ingali tuko hai, tuwakabidhi watoto wetu, aidha 2030 huko mbele, tuwakabidhi kijiti, nchi ikiwa kwenye amani na utulivu. Muda mwingine pepo sio kusali. Muda mwingine pepo, kuliona pepo ni matendo yako. Naweza kuwa msaliji sana, lakini matendo yako hayaendani. Sisi twendeni tukaitendee pepo yetu ya amani na utulivu ya taifa letu, kwa kukabidhi kijiti kwa karne ijayo cha amani na utulivu, kwa faida ya watoto wetu, faida ya Watanzania na heshima ya Tanzania.